Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Nezia Masinde, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu asisitiza mchango wa taasisi za dini katika kujenga jamii bora. Mitihani ya kidato cha 6 na walimu kuanza Mei 4 kumalizika Mei 25 nchini. Na katika habari za kimataifa, maharamia wa Somalia waiteka meli ya mafuta katika pwani ya Yemen. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amempokea na kufanya mazungumzo na Rais wa Rwanda Paul Kagame Ikulu jijini Dar es Salaam. Rais Kagame amewasili jijini Dar es Salaam Mei 3, 2026 kwa ziara ya kikazi ya siku moja inayolenga kuimarisha na kujadili masuala mbalimbali ya uhusiano na ushirikiano kati ya Tanzania na Rwanda. Ushirikiano wa Rwanda na Tanzania umezidi kuimarika katika miaka hivi karibuni, ambako kwa kupitia tume ya kudumu ya pamoja JPC, Tanzania imeendelea kuwa miongoni mwa washiriki wakuu watatu wa biashara wa Rwanda duniani, huku kiwango cha biashara kati ya nchi hizo kikiongezeka kila mwaka. Aidha, katika uwekezaji kuanzia mwaka 1990 hadi Machi 2026, Tanzania imesajili miradi 42 ya uwekezaji kutoka Rwanda yenye thamani ya dola za Marekani milioni 325.53 na kutoa ajira 2,225 katika sekta mbalimbali ikiwemo viwanda, usafirishaji, huduma za kifedha na maliasili na utalii. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na taasisi za dini nchini ili kuimarisha maadili, mshikamano wa kijamii na kudumisha amani ambayo ni msingi wa maendeleo endelevu ya taifa. Kwa taarifa hii tuungane naye Nancy Ibrahim. Amesema hayo Jumapili Mei 3, 2026 aliposhiriki ibada katika kanisa kuu la Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT Dayosisi ya Mufindi lililopo Mafinga mjini mkoani Iringa. Akizungumza na waumini, Dr. Nchemba amesema taasisi za dini zina mchango mkubwa katika kujenga jamii yenye maadili mema inayozingatia misingi ya haki na uwajibikaji. Pasipokuwa na amani, hata malengo binafsi ya mtu mmoja mmoja, ya Mtanzania mmoja mmoja hayawezi kufikiwa. Tumetarajia ifikapo 2050 nchi yetu iwe na wastani wa pato la taifa wa zaidi ya dola trilioni 1. Hili ni lengo kubwa, na kipato cha mtu mmoja mmoja cha takriban dola 7,000. Dola 7,000 ni karibu na milioni 20 hivi za Kitanzania. Malengo haya yatatimizwa tu kama nchi yetu itakuwa na amani. Lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa Baba Askofu, tunaposisitiza kwenye swala la amani ni kwamba dunia imebadilika. Sasa kuna aina mpya ya mapambano, na mapambano hayo ni ya rasilimali, na nchi yetu katika gunduzi za hivi karibuni ni moja ya nchi hapa Afrika yenye baraka ya rasilimali nyingi sana, na kila palipo na rasilimali kwenye mataifa haya mara nyingi huwa kunavutia maadui na upenda kupitia migawanyiko ya raia wa nchi hizo husika. Katika hatua nyingine, amepongeza juhudi za kanisa katika malezi ya watoto na vijana. Mheshimiwa Baba Askofu, wakati mwingine watu huwa wananyosha mkono serikalini. Mimi wanapenda kusema serikali hii inaundwa na raia wa Tanzania, na serikali hii itakuwa tu na watu ambao wanafanana na raia wenyewe walivyo. Itakuwa na watu wanaofanana na raia, ni reflection ya watu tulionao, na watu tulionao inatokana na maandalizi walivyoandaliwa kuanzia wakiwa watoto, na hii ni bila kujali ni dhehebu gani, ni bila kujali ni dini gani. Maandalizi ya watoto hivi ni si tu manufaa kwa kanisa, ni manufaa pia kuwa na taifa tunalolitaka na watu wa
Kwa upande wake, askofu wa KKKT Dayosisi ya Mufindi Dr. Anthony Kipangula ameipongeza serikali kwa kazi ya kuhudumia wananchi na kusisitiza kuwa ziara za waziri mkuu zimeonyesha uongozi unaowagusa wananchi moja kwa moja. Ni taarifa yake Nancy Ibrahim. Mitihani ya kidato cha 6 na walimu itaanza Mei 4, 2026 Tanzania bara na Zanzibar, huku mitihani ya walimu ikitarajiwa kukamilika tarehe 18 Mei na kidato cha 6 tarehe 25 Mei mwaka huu. Mitihani hiyo muhimu inatajwa kuwa mchango mkubwa katika kuamua mustakabali wa elimu na ajira kwa wahitimu nchini. Mwandishi wetu Ellen Manyangu ana taarifa zaidi. Akitangaza taarifa hiyo leo jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa Baraza la Mtihani Tanzania NECTA Profesa Saidi Mohamed amesema jumla ya watahiniwa 133,655 wamesajiliwa kufanya mtihani huo, ambapo mtihani wa kidato cha 6 utafanyika katika shule za sekondari 1068 na vituo 226 vya watahiniwa wa kujitegemea, huku mtihani wa ualimu ukiendeshwa katika vituo vya ualimu 104. Kati ya watahiniwa 1890 waliosajiliwa kufanya mtihani wa marudio kwa kutumia mtaala wa zamani, watahiniwa ngazi ya stashahada katika masomo ya science na hisabati ni 1540 na watahiniwa ngazi ya stashahada ya ualimu ya sekondari ni 329 na watahiniwa ngazi ya cheti ni 21. Kati ya watahiniwa wote waliosajiliwa wapo watahiniwa wenye mahitaji maalum 229 kwa mtihani wa kidato cha 6 na 44 kwa mtihani wa ualimu, wakiwemo wenye changamoto za uoni hafifu, wasioona, wenye uziwi na wenye ulemavu wa viungo. Takwimu zinaonyesha kuwa kati ya watahiniwa wa shule 126,578 wavulana ni 64,187 sawa na 50.71 na wasichana ni 62,391 sawa na 49.29. Kwa upande wa watahiniwa wa kujitegemea 7,077 wavulana ni 4,259 sawa na 60.18, huku wasichana wakiwa 2,818 sawa na 39.82. Katika mtihani wa ualimu watahiniwa 14,679 wamesajiliwa, huku wanawake wakiendelea kutawala taaluma hiyo kwa 64% katika elimu msingi na 77% katika elimu ya awali. Profesa Mohamed ameongeza kuwa maandalizi yote yamekamilika, ikiwemo kusambazwa kwa mtihani, vijitabu vya kujibia na nyaraka zote muhimu katika mikoa yote Tanzania bara na Zanzibar, huku kamati za mtihani za mkoa na halmashauri zikihakikisha mazingira ya vituo vya mtihani ni tulivu na salama. Mtihani wa kidato cha 6 ni muhimu kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla, kwani hupima maarifa, stadi na umahiri wa wanafunzi katika maeneo waliojifunza kwa kipindi cha miaka miwili ya elimu ya sekondari ya juu, ambapo matokeo yake hutumika kuchagua wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu na vyuo vya kati katika fani mbalimbali za utaalamu wa kazi. Kwa upande wa mtihani wa ualimu, lengo ni kupata walimu makini ambao watafundisha katika ngazi ya elimu ya msingi. Nitoe wito sasa kwa kamati za mitihani, wasimamizi, wamiliki wa shule na jamii kwa ujumla. Baraza linatoa wito kwa kamati za mitihani kuhakikisha kuwa usalama wa vituo vya mitihani unaimarishwa na kwamba vituo hivyo vinatumika kwa mujibu wa mwongozo uliotolewa na Baraza la Mitihani la Tanzania. Baraza linawataka wasimamizi walioteuliwa kusimamia kwa weledi na uadilifu wa hali ya juu na kuzingatia kanuni za mitihani, taratibu na miongozo ya baraza ili kila mtahiniwa apate haki yake. Wasimamizi wahakikisha watahiniwa wasiona wanapewa mitihani yenye maandishi ya nukta nundu na wenye uoni hafifu, maandishi yaliyokuzwa. Aidha, watahiniwa wote wenye mahitaji maalum ongezewe muda wa dakika 20 kwa kila saa kwa somo la hisabati na dakika 10 kwa kila saa kwa masomo mengine kama kanuni zinavyoelekeza. Kwa upande wa watahiniwa, tunaamini kuwa umeandaliwa na kujiandaa vizuri, hivyo baraza halitarajii kuona mtahiniwa anajihusisha na vitendo vya udanganyifu, kwani atakayebainika matokeo yake yatafutwa kwa mujibu wa kanuni za mitihani. Ni taarifa yake Ellen Manyangu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali kupitia kamisheni ya wakfu na mali ya amana itaendelea kutoa ushirikiano kuimarisha huduma za hija na kukabiliana na changamoto mbalimbali wanazokutana nazo mahujaji.
Taarifa hii inasomwa na Mrisho Mapeo. Alhaji Dr. Mwinyi ameyasema hayo Mei 3 katika hafla ya kuwaaga mahujaji wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija katika msikiti wa Maka nchini Saudi Arabia, hafla ambayo imefanyika katika msikiti wa Jamiu Zanzibar, Kiembe Samaki, mkoa wa Mjini Magharibi. Alhaji Dr. Mwinyi ameeleza kuwa safari ya hija ni muhimu kwa kila Muislamu, kwani hatua hiyo ni kutekeleza moja kati ya nguzo 5 za dini ya Uislamu, na mahujaji husafishwa nafsi zao na kuwa watu safi. Alhaji Dr. Mwinyi amesema kumekuwa na mafanikio makubwa kila mwaka katika kukamilisha ibada ya hija, hali iliyochangia idadi ya mahujaji kuongezeka na kuonesha ishara kubwa ya mafanikio kwa Zanzibar. Napenda nikuhakikishieni kuwa serikali kupitia Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana itaendelea kutoa ushirikiano kwenu kwa lengo la kuimarisha huduma za hija na kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazowapata mahujaji wa Zanzibar katika utekelezaji wa ibada ya hija. Binafsi nafurahi kusikia kutoka mamlaka za hija za Saudi Arabia kuwa mahujaji wa Tanzania hasa wa Zanzibar wanasifiwa kwa kupata mafunzo ya kutosha na kupata usimamizi mzuri, hali ambayo inapelekea nchi yetu kutoingizwa kwenye orodha ya nchi zenye madoa kutokana na makosa ya wananchi wao wanaokwenda kuhiji. Hata hivyo, niwahimize mahujaji wetu tuendelee na mwenendo huo mwema na viongozi muwasaidie wawe makini ili kuepusha ambayo yanaweza kusababisha matatizo. Aidha, Alhaji Dr. Mwinyi amesema serikali itakamilisha hatua za kisheria ili mfuko wa hija wa Zanzibar ambao tayari umeanza kazi zake uweze kuimarika na kuongeza idadi ya mahujaji wa Zanzibar kila mwaka. Kwa upande wake, Kaimu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Suleiman Masudi Makame amesema kuwa mwaka huu unaashiria kutimia kwa miaka 100 tangu kuanza kwa utaratibu wa usafirishaji mahujaji kuanzia mwaka 1926 hadi mwaka 2026. Naomba nikupe taarifa rasmi kwamba leo katika kipindi hiki cha hija tunakwenda kutimiza miaka 100 ya kuwapeleka mahujaji rasmi kiserikali. Ilianza mwaka 1926 na inaishia leo 26 kukamilisha miaka 100. Umepata bahati kubwa inshallah ya kukamilisha miaka hiyo. Karne moja tayari imeshapita kwenye masuala haya kusimamiwa na serikali. Kwa hiyo kumalizika kwa taratibu hizi itakuwa umefanya jambo kubwa sana. Jumla ya mahujaji 4036 wa Tanzania wanatarajia kutekeleza ibada ya hija mwaka 2026, ambapo mahujaji wa Zanzibar ni 2653 na Tanzania bara ni 1338, na wanatarajia kuanza kuondoka kuanzia tarehe 11 na tarehe 18 Mei mwaka huu 2026. Ni taarifa yake Mrisho Mapeo. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega ametoa maelekezo kwa Wakala wa Majengo Tanzania TBA kuhakikisha upangishaji wa nyumba za bei nafuu katika eneo la Temeke Kota unakuwa wa wazi na usiohusisha madalali, na kufafanua kuwa nyumba hizo zinalenga kuwasaidia vijana wanaoanza ajira katika utumishi wa umma, ikiwa ni sehemu ya mpango wa serikali kutambua na kuwezesha kundi hilo. Taarifa ya Recho Chacha inasomwa na Nancy. Ametoa maelekezo hayo Mei 3 alipofanya ziara ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa mradi huo wenye jumla ya nyumba 144, ambapo ameeleza kuridhishwa na kasi ya ubora wa utekelezaji wake, huku akiitaka TBA kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa wakati ili kuanza kutoa huduma kwa walengwa waliokusudiwa, ambapo ni vijana wanaoanza ajira katika utumishi wa umma. Aidha, amebainisha kuwa serikali ina mpango wa kuendeleza kujenga nyumba nyingi zaidi za makazi nafuu nchini ili kupunguza changamoto ya makazi kwa wananchi. Nimekuja kukagua kwa sababu ni kazi ambayo ameielekeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kututuma sisi kuhakikisha kwamba tunafanya kazi ya kutafuta suluhu inayohusu nyumba za bei nafuu kwa wananchi, hususan kundi la vijana. Sasa hizi nyumba zilizojengwa hapa Temeke Kota, hizi tunaanza na vijana, lakini wanaoingia katika utumishi wa umma ndio tunaanza nao. Mpango mpana wa dira ya Rais Dr. Samia
si tu wale watumishi, kwa sababu watumishi ni sehemu ndogo ya vijana wengi wa taifa hili. Kwa hiyo kwa kutambua hilo, lazima pawe na mahala pa kuanzia. Mahala pa kuanzia ndio tumeona kwamba tuanze na nyumba hizi ambazo zitachukua familia 144 za vijana wanaoanza kazi ya utumishi. Hata hivyo, Waziri Ulega ameeleza kuridhishwa na ubora wa ujenzi wa nyumba hizo na kuwataka wasimamizi ambao ni TBA kuhakikisha unamalizika kwa wakati. Naye mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Temeke, Azuru Athumani, ameishukuru serikali kwa kuletea mradi huo, akieleza kuwa utasaidia wakazi wengi wa eneo hilo ambao ni wa kipato cha chini kupata makazi bora na ya gharama nafuu. Mimi nishukuru wizara, lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Huu mradi si tu kwamba umejengwa, bali umejengwa Temeke. Thank you. Mheshimiwa Waziri, wananchi wa Temeke ni wananchi wanaoishi kwa kipato cha chini, hata watumishi wake. Kwa hiyo mimi niseme mradi huu, kitendo cha kuwa Temeke, tumezoea kuona majengo haya maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Ndio. Lakini mara hii ukamshauri Mheshimiwa Rais na yeye akaridhia mradi huu uje Temeke. Ni faraja kubwa kutuletea basamu wana Temeke. Ni kushukuru sana Nancy Ibrahim. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo amekutana na kufanya mazungumzo na wadaiwa sugu wa kodi ya pango la ardhi katika mkoa wa Kigoma, zikiwemo taasisi za umma na binafsi, ambapo wanadaiwa kiasi cha shilingi bilioni 6.2 mkoani humo. Akizungumza katika kikao hicho katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma, Dr. Akwilapo amesema kati ya kiasi hicho cha fedha, taasisi za umma pekee zinadaiwa shilingi bilioni 5.8, taasisi binafsi milioni 272.4 na watu binafsi milioni 116.4. Dr. Akwilapo amewaelekeza makamishna wa ardhi wasaidizi wa mikoa kuanza kuchukua hatua kwa wadaiwa ambao hawajatekeleza wajibu wao wa kisheria wa kulipa kodi ya ardhi kwa kutii sheria. Tunatoa wito kwa wananchi wote nchi nzima, popote pale walipo, wananchi wote nchi nzima, mikoa yote, wilaya zote, halmashauri zote, tunawakumbusha kutekeleza jukumu lao la msingi ambalo ni kulipa kodi kwa eneo ambalo tunamiliki. Wizara itafuatilia, itakwenda kukumbusha, na niseme tena, usipolipa unakulipa na riba, baadaye kuonekana utaki kulipa kabisa, utakupeleka mahakamani, utakunyang'anya ardhi, utalipa ile hela na faini na utakafungwa, kwa sababu kutolipa kodi ni kosa kubwa sana kisheria. Aidha, Dr. Akwilapo amewataka wamiliki wa ardhi waliobadilisha namba za simu kwenda ofisi za ardhi kuhuisha namba zao za simu ili waweze kupata ankara za bili zao kupitia jumbe za simu za mikononi. Kwa upande wao, baadhi ya wamiliki wa ardhi mkoani Kigoma wamemweleza Dr. Akwilapo changamoto wanazokumbana nazo katika ulipaji wa kodi, pamoja na kumpongeza kwa utaratibu unaotumia wa kukutana na wamiliki wa ardhi. Halmashauri ilikuwa na akaunti moja ikiitwa Somebody's Chin, Prestations Chin kama sikukosea, ambayo ilikuwa inatumika kupokea kodi za ardhi. Tulipei katika akaunti ile kwa ushahidi wa pensli, lakini katika kuzihamisha zile fedha kuja kwenye mamlaka nyingine baada ya mabadiliko, fedha zile hazisomi katika deni ambalo tunadaiwa kwamba tulikushalipa. Kilichofanyika sasa, tulikwenda na wakaguzi wa halmashauri, tukaomba bank statement katika akaunti hiyo, ikabainika kwamba fedha hizi zimo zililipwa za kodi ya ardhi, lakini kwenye deni huku hazikuingizwa. Hatimaye tukadaiwa, tukalipa zingine, na zile fedha tukaambiwa haziwezi kutoka kwenye ile akaunti kule, imezuiliwa, imefungwa. Tunaenda kulipa kitu ambacho hatukitumii. Eneo letu ni square meter 1129. Lakini wewe ofisi unatuambia ulikuwa unatuambia unadaiwa square meter 5000. Ni haki kweli? Kufurahishwa na approach yako. Sisi ni wamiliki wa ardhi miaka nenda rudi sana. Lakini kwa mara ya kwanza muonekano wako na style hiyo itumia, ubarikiwe sana. Amen. Naonyesha kabisa utendaji wa serikali inayosikiza watu. Umetusikiliza kwa utaratibu na umetuelekeza kwa utaratibu, na nadhani pamoja na kwamba language yako ilikuwa nzuri, ukaona matokeo ya watu wataitikia vizuri kwa sababu approach yako ilikuwa nzuri sana.
Chama cha wananchi CUF kimetoa msimamo wake kuhusu ripoti ya Jaji Mohamed Othman Chande juu ya matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 2025 na kuitaka serikali kujieleza zaidi kwenye maridhiano ya kweli pamoja na uponyaji utakaojikita kwenye kutoa kiwango chochote, kuwashika mkono walioathiriwa na vurugu hizo pamoja na kuwapatia matibabu walioathirika kimwili na kisaikolojia. Mrisho Mapeo ametuandalia taarifa hii. Akizungumza kwa mara ya kwanza na waandishi wa habari tangu alipochaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF Taifa, Mirambo Kamili Yusuf amesema chama hicho hakina sababu ya kujadili sana ripoti hiyo kwa kuwa ni ripoti ya rais na imetengenezwa kitaalamu ili kuendelea kudumisha amani ya nchi, lakini amesema ni muhimu kuwa na maridhiano ya kweli na uponyaji, huku pia akisisitiza juu ya uwepo wa tume huru ya uchaguzi na katiba mpya. Sisi tunasema mawili ndiyo msimamo wetu mkuu. Kwanza maridhiano, pili uponyaji. Maridhiano yasichukue muda mrefu ili nchi irudi katika mstari. Uponyaji ufanyike kama ifuatavyo. Kwanza, wale waliofiwa waweze kushikwa na kuangaliwa, kujengwa kisaikolojia na kupewa chochote. Hatuiti fidia kwa sababu neno fidia ni neno la kisheria, lazima liwe katika maandishi ya vitabu, lakini kupewa chochote. Lakini pia wale walioathirika ama wapate matibabu kulingana na mahitaji, aidha waweze kuonwa namna gani watawezeshwa kumudu maisha yao, kwa sababu wengine wanaweza kuwa na ulemavu ambapo hawawezi tena kumudu maisha. Lakini wako ambao wanahitaji kwanza vipimo kabla hata ya matibabu kulingana na kipigo walichokipata. Hiyo yote tunaita ni uponyaji. Msimamo wetu sisi katika ripoti ile, tunasema ni ripoti iliyofanywa kwa weledi na ni ripoti nzuri kwa sababu ripoti imejikita kuleta amani katika Tanzania. Aidha, Yusuf amezungumzia vurugu zinazoendelea Mashariki ya Kati kuhusu vita ya Irani, Marekani na Israel na athari zinazoendelea kujitokeza duniani kote, ambapo amesema endapo chama hicho kingekuwa madarakani kingeimarisha mfuko wa dharura ili matukio kama hayo yasiathiri wananchi kwa kupandisha nauli na mfumuko wa bei, bali serikali ingetumia mfuko huo wa dharura kuwapunguzia wananchi makali ya maisha. Hali ya Mashariki ya Kati, hali hiyo inaathiri dunia nzima kiusalama, kijamii na zaidi kiuchumi. Sisi CUF, chama cha wananchi, tunatamani hatua ya kusimamisha mapigano iliyopo sasa iwe ya kudumu na papatikane suluhisho la kweli litakalohakikisha amani ya dhati Mashariki ya Kati na ulimwenguni kwa ujumla. CUF, chama cha wananchi, tungekuwa madarakani, tungeongeza umuhimu wa mfuko wa dharura unaoshughulikia maafa ili ujumuishe pia athari za mahusiano ya kisiasa na kiusalama duniani. Katika kipindi kama hiki cha kupanda sana kwa bei ya nishati, serikali ya CUF, chama cha wananchi, ingetumia mfuko huu wa dharura ili kuepuka kupandisha nauli kwenye vyombo vya usafiri. CUF ni chama cha wananchi, hivyo katika kila sera na mipango yake mnufaika na mlindwa atakuwa ni mwananchi wa kawaida. Sanjari na hayo, chama hicho kupitia Baraza Kuu la Uongozi Taifa la CUF limekamilisha safu ya uongozi wa chama hicho kwenye ngazi mbalimbali, ambapo limemteua Vedasto Ngombale Mwilu kuwa naibu katibu mkuu wa chama hicho upande wa Tanzania Bara na Saidi Miraji Abdullah kuwa naibu katibu mkuu kwa upande wa Zanzibar, pamoja na kujaza nafasi zingine za uongozi, huku mhandisi Mohamed Ngulangwa akibakia kuwa mkurugenzi wa mawasiliano na umma. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Nezia Masinde. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE habari. Na katika habari za kimataifa, maharamia wa Somalia waiteka meli ya mafuta katika pwani ya Yemen.